MC Pilipili kwanza mimi ni mdogo wangu. Mdogo wangu kabisa kwa sababu kwanza nimesoma naye shule. Tunasoma wote Tanga chuo cha walimu. Lakini pili MC mimi kwake ni baba. Mimi ndo nimesimamia harusi yake. Kwa hiyo ni mdogo wangu, ni mtu wangu wa karibu na kwa kweli nimeumia kwa tukio hili ambalo limetokea. Kwenye maisha yake ya kawaida ya kila siku, labda kuna vitu ambavyo Watanzania walikuwa wavifahamu. Ni vipi? Alikuwa anapenda nini na unaweza kumzungumziaje? Alikuwa ni mtu wa aina gani? Okay. Kwenye maisha yake ya kawaida vitu vingi ambavyo watu nadhani hawavifahamu ni kwamba jamaa alikuwa na ndoto na alikuwa na ndoto za kuja kuwa kiongozi wa serikali. Amepambana sana kutimiza hiyo ndoto yake ya kuwa kiongozi wa serikali, japo alikuwa haiweki sana public. Ni kitu ambacho alikuwa kikificha sana, kutamani kuja kuwa mbunge, kutamani kuja kuwa diwani, kutamani kuja kuwa mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani wa kiserikali. Lakini jambo lingine pia wote tunafahamu kwamba Pilipili alikuwa mtu wa furaha, alikuwa ni mtu wa kutupatia furaha, alikuwa anaipa furaha nchi nzima kwa sababu kwanza amekuwa ni moja kati ya comedians wakubwa wa kwanza kwenye nchi yetu kuibua vijana wengi sana katika eneo hilo la comedy. Lakini pia wote tunafahamu kwamba Pilipili amekuwa the king MC. Yeye ndiye amekuwa MC bora ambaye amesafiri nafikiri kuliko MC wengine nchi nzima, na amezalisha MC wengi sana kujua kwamba kwenye tasnia ya UMC unaweza kuwa mtu bora ukafanikiwa. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikamweleza huyu jamaa, lakini pia tunasikitika kuona kwamba kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana na hakuna mtu ambaye ametegemea. MC, taarifa ni lipi labda ambalo la mwisho labda kama ulizungumza naye, maana ni mtu wa karibu, ulisimamia ndoa yake, ni lipi ambalo la mwisho mliwahi kuzungumza labda unaweza ukashare na sisi? La mwisho ambalo naweza nikasema ni kwamba mara mwisho nimeongea naye juzi, nilikuwa nina kikao naye kati yake yeye na mke wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo na mimi nimekuwa navisikia kwenye mitandao kwamba ana mgogoro na mke wake. Nikampigia mke wake nikazungumza naye, akaniambia baba, mwite mwenzangu tukae tutazungumza. Kwa hiyo alivyokuja hivi Dodoma ndo nilikuwa na appointment ya kuonana naye leo baada ya kumaliza shughuli yake ya kazi. Kwa hiyo kwa kweli nasikitika kwa sababu sijakamilisha lile la kuzungumza naye pamoja na mke wake. Mimi taarifa zake za kifo nimezipata nikiwa kanisani. Najua nimekuwepo kanisani mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo kuna mdogo wangu yuko Dar es Salaam, yeye ameona kwenye ngazi nadhani. Akanipigia simu akaniambia nasikia MC Pilipili amefariki, mimi sikuamini. Nikapiga simu kwa wadogo zangu wengine na kuwasiliana na bosi Ngasa pia kwa sababu ndio alikuwa amepost hicho kitu, na akaniambia kweli wako hapa. Kwa hiyo nikafika hapa nikaona kwamba kweli MC Pilipili hatunaye tena.